pamoja na watoto, na kubwa au la muno hasa ambalo tutazungumza naye leo hapa ni kuhusiana na mambo ambayo kama jamii, kama wazazi tunatakiwa kuyazingatia baada ya mama kujifungua. Na nikasema hili swala halimuhusu mama peke yake, baba pia unatakiwa uongeze sauti ya radio usikie pia unatakiwa kuzingatia mambo gani mara baada ya mama kuwa ametoka kujifungua. Asante sana wewe ambaye tayari umetuandikia kwenye 0738336934. Niliwaambia watu watuambie hapa umewahi kusikia nini au kuna mambo umewahi kuambiwa mama mara baada ya kujifungua anapaswa kuyafanya au hapaswi kuyafanya. Tuandikie hapo, lakini pia hapa kwenye YouTube channel la Bongo Tiza FM nimeona ndugu zangu ambao mnaendelea kutuandikia na kuwasilisha hayo ya kwenu ambayo mnataka kuyafahamu kuhusiana na kipindi ambacho mama anakipitia mara baada ya kuwa ametoka kujifungua. Dr. Jessica, karibu sana tena kwenye Power Bank. Asante sana. Tulikuwa na wewe hapa mwezi uliopita au ni mwezi wa pili? March au February mwishoni. Februari. Basi karibu sana. Leo utatupitisha kuhusiana na hili jambo muhimu sana. Hivi mama kwenye safari ya ujauzito mpaka anakuja kujifungua anakuwa anapitia vipindi vingapi? Kuanzia safari ya ujauzito mpaka tunakuja sasa hapa ambapo anajifungua ni vipindi vitatu. Miezi mitatu ya kwanza ya ujauzito, miezi mitatu ya pili, miezi mitatu ya mwisho ambayo ni kukamilisha miezi 9. Hiyo ni kwenye hiyo safari ya ujauzito. Wanapita kwenye hivyo vipindi vitatu. Na mara baada ya kujifungua kuna vipindi tena anapitia au hiyo inakuwa tu flat? Okay, mara baada ya mama kujifungua kuna ile tunaita postpartum period ambayo ni zile wiki 6 za mwanzoni ambazo mama anatakiwa kuzipitia, na kuna vitu anatakiwa kuzingatia kwenye kile kipindi. Kwa mfano kupata muda mzuri sana wa kupumzika, kutokufanya kazi ngumu ili mwili ujirudi kwa kawaida, kwa sababu wakati wa ujauzito mwili unakuwa unapitia mabadiliko mbalimbali, mabadiliko ya hormones, mabadiliko ya mwili kama mwili. Kwa hiyo unahitaji muda ili mwili kujirudi kuwa sawa. Mara nyingi tunasema wiki 6, lakini unaweza mwili ukahitaji zaidi ya miezi 3 kurudi kuwa sawa. Kitaalamu tunasema ni wiki 6. Lakini inaweza ikawa wiki 6 lakini mama bado hayuko sawa. Hormones haziko sawa, mwili wake hauko sawa, akili yake iko sawa. Kwa hiyo anaweza akahitaji muda zaidi. Hicho ndio kipindi cha kwanza muhimu sana baada ya kujifungua ambacho mama anatakiwa kipitie na watu wote wakiheshimu. Wiki 6. Ya wiki 6. Hapo umegusia swala la hormone pia zinakuwa hazipo sawa. Mwanamke atajuaje kwamba sasa hii labda inaweza ikawa hormone? Okay, mara nyingi wakati wa ujauzito hormone kama estrogen na progesterone zinapanda kwa ajili ya kumkuza mtoto tumboni. Kwa hiyo mara baada ya mama kujifungua zile hormones zinatakiwa kushuka kukaa level, na hormone oxytocin na prolactin zipande kwa ajili ya kufanya secretion ya maziwa. Kwa hiyo mara nyingi zile hormones zinapokuwa, yani ukiwa mama hajapata muda wa kupumzika, kushuka kwa hormone na kupanda kwa hormone inakuwa inaleta matatizo, kwa sababu kumbuka mwili haujapata nafasi ya kupumzika vizuri. Hormones zirudi kuwa sawa. Mama labda anahangaika na mihangaiko ya vitu vingine na mambo mengi ya kufanya, unakuta maziwa hayatoki kwa sababu hakuna muda wa zile hormones za maziwa kupanda na zile hormones za uzazi kushuka. Kwa hiyo ndo mara nyingi sana mama anaweza kapitia changamoto hapo. Kwa hiyo utajuaje hormones zako hazijakaa sawa? Maziwa, secretion ya maziwa ya mama inakuwa ndogo sana. Yaani maziwa yanatoka kidogo sana. Lakini pia mama bado anahisi ule uchovu, wakati mwingine anaweza akaanguka, yani kuna kuwa hayuko sawa kabisa. Hiyo ndo kwenye issue ya hormone. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kitamfahamisha mama kwamba homoni zake zipo sawa, inaweza kuwa ni ile hali ya utokaji wa maziwa yanatoka vizuri bila shida kabisa. Hapati tena maumivu ya tumbo la uzazi, limeshakaa vizuri within hizo wiki 6. Ndani ya hizo wiki 6 unakuta maziwa yanatoka vizuri, hapati changamoto yoyote ya maumivu, damu imekata, yuko vizuri kabisa. Hapo hormones zimerudi kwa sawa, kila kitu kiko sawa. Lakini kama utaona bado damu zinatoka, maziwa hayatoki ya kutosha, lazima kuna tatizo kwenye hormones. Anatakiwa achukue hatua gani? Mara nyingi tuna deal na tatizo. Kwa mfano hormones za maziwa hazijapanda. Watu wengi ambao wanajifungua kwa upasuaji,
homoni ya oxytocin inachelewa kupanda. Homoni ya oxytocin ni ile ambayo inafanya mama anasikia uchungu wa kujifungua. Sasa kwa mtu ambaye anafanyia upasuaji, ile homoni sio rahisi kwa sababu hasubiri uchungu. Hasubiri uchungu. Kwa hiyo ile hormones kupanda yenyewe inatumia muda mrefu sana. Ndio maana ngombe tuna deal na tatizo kwamba limeanzia wapi. Je, amejifungua kwa upasuaji? Tunasema kama ni upasuaji basi ni kwa sababu ya ile hormones ya oxytocin imechelewa kupanda. Lakini kama hakujifungua kwa upasuaji, amejifungua kawaida, lazima kuna tatizo. Either hormones za mama hazipo tu sawa, hazishuki on time kama inavyotakiwa, kwa sababu mwili wetu, hormones ndo zina control mwili wetu. Kwa hiyo sometimes miili yetu inaweza ikawa migumu kwenye kuachilia hormones kushuka au hormones kupanda. Kila mmoja anaweza kana hilo tatizo. Kwa hiyo mara nyingi tuna deal hivyo, lakini tukiona mama na hilo tatizo, vyakula mara nyingi tunafikiria vyakula na mama kumnyonyesha mtoto mara nyingi zaidi. Yaani ndio ushauri ambao mara nyingi tunakuwa tunautoa kwa baadhi ya kina mama. Kwa kipindi hiko cha hizo wiki 6, si ndio? Ni mwanamke akifika mpaka wiki ya ngapi ahisi kwamba sasa hili tatizo, au ni siku ngapi pengine ni kwamba aone hili tatizo natakiwa niwaone wataalamu wa afya? Mara nyingi siku 7. Unaweza kusubiri kwa siku 7, kwa sababu kuna wengine ambazo tunawapa muda kidogo hormones kupanda, hormones nyingine kushuka, hormones za maziwa kupanda, za uzazi kushuka. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo hatuvipi muda. Kwa mfano, mama anatokwa na damu sana. Yaani baada ya kujifungua amekaa siku ya kwanza damu ni nyingi kupita kiasi na hazipungui. Hatuwezi kumpa period kwamba itisubiri, hapana. Immediately anatakiwa kurudi hospitalini ili iangaliwe tatizo nini. Lakini kwenye mambo ya maziwa, wakati mwingine tunaweza tukashauri maziwa ya kopo wakati tunaendelea kumsii mama kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia secretion ya maziwa ikakaa vizuri. Sawa daktari. Hapo kwenye swala la umezungumzia swala la maziwa kutoka. Mama aliyejifungua kwa mara ya kwanza inakuwa ni experience ya kwanza kwake. Na anakuwa na hofu, ajui yale nini, niendelee kula ugali, niache, nile dagaa, niache. Kuna lishe maalum anapaswa kuizingatia baada ya kujifungua? Of course. Kitu ambacho mimi nawashauri watu, jamani, mitori na supu sio vyakula vya kuongeza maziwa. Wala sio vyakula ambavyo wanakula watu ambao wametoka kujifungua. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ni vyakula ambavyo vina gesi sana. Unapokula na mtoto anapokuwa mchanga, mtoto atalia kupita kiasi kwa sababu ya ile gesi inaongezeka. Maana mtoto anachonyonya, mama anachokula ndo mtoto anachonyonya. Kwa mara nyingi hatushauri mtori wala supu. Tunashauri vyakula ambavyo vina protein. Vyakula ambavyo vina protein vinasaidia sana. Kwa mfano, kwa wale ambao wamejifungua kwa upasuaji, zile tishu kujirudi mapema kwenye ule mshono, au wale ambao wamefanyia episiotomy kuongezewa njia, zile tishu kujirudi haraka na kupona haraka. Lakini pia tunashauri mboga za majani ni nzuri sana. Yaani lishe ya mama inatakiwa kuwa hivi. Vyakula vya protein, vyakula vya kuongeza damu, kwa sababu anapokuwa ametoka kujifungua damu inakuwa imepungua. Kwa vyakula vya kuongeza damu, mboga za majani na maji ya kutosha. Okay. Maziwa tunayaruhusu kwa sababu yanasaidia sana, lakini haturuhusu sana supu. Especially supu za nyama za ng'ombe. Lakini supu ya kuku, supu ya samaki ni nzuri sana, vyakula vyenye protein. Hatushauri sana maharage kwa sababu maharage pia yana gesi. Kwa hiyo tunaangalia vyakula ambavyo ni protein lakini havina gesi. Kwa mfano supu ya kuku ni nzuri, supu ya samaki ni nzuri sana. Lakini pia tunashauri uji, lakini uji wa at least kwa mama tunasema kama ni uji, uwe uji kwanza wa nafaka moja. Asichanganye kwamba anachanganya sio ulezi nini, hapana. Kwa sababu uwezi ukajua ni kati ya vile ni kipi ambacho kinakupa wewe gesi. Kwa mara nyingi tumia nafaka moja. Kama ni mchele, uji wa mchele leo, kesho labda uji wa mahindi, uji wa ulezi hapana, tunaukataa kwa sababu mara nyingi una gesi. Okay. Kwa hiyo hata ulezi hautakiwi kuwepo kwenye uji wa mama ambaye ananyonyesha, mara nyingi itampa mtoto hata kupata choo itakuwa ni ngumu. Pilipili manga ni sahihi kabisa. Kitaalamu haipo. Lakini mara nyingi wanasema kwa sababu ya secretion ya maziwa, especially kwa wale watu ambao wamechelewa kupata maziwa. Lakini hakuna evidence yoyote ya afya kwenye mambo ya pilipili manga, haipo. Lakini jamii zetu wanafanya na kuna matokeo. Ikiwa pilipili manga ya kutosha sana kustimulate maziwa. Yes. Kitu kingine kwa mama mpya aliyejifungua kwa mara ya kwanza, kuna kuja swala la unyonyeshaji. Kuna mambo gani anayotakiwa kuyazingatia katika unyonyeshaji
ili mtoto ashibe, lakini pia yeye mama ajihisi vizuri. Okay, katika kunyonyesha kitu cha kwanza lazima tuweke vile vyakula ambavyo vinaongeza maziwa kama hivyo ambavyo niliwaambia. Maziwa yao ya kutosha. Lakini kwa mama mpya mjini anatakiwa kujua kwamba mtoto ananyonyesha mara 12 mpaka mara 16 kwa siku. Na inaweza ikawa chini hapo kuendana na mtoto na mtoto. Lakini mara nyingi ni mara 12 mpaka mara 16, especially kwenye zile siku za mwanzoni ambazo mama ametoka kujifungua. Okay. Ya hiyo ndio cha kwanza cha kuzingatia. Lakini pia anatakiwa kumpa mtoto interval, wanasemaje kwa Kiswahili? Kipindi ama muda. Muda at least masaa 2 ndo anamnyonyesha tena. Masaa 2 anamnyonyesha tena. Lakini kuna watoto ambao wanataka kunyonya kila saa. Tunamshauri kwamba amnyonyeshe. Lakini ahakikishe kwamba amemnyonyesha ziwa moja mpaka amelimaliza ili apate yale maziwa yenye mafuta ambayo yako chini. Na sio kumnyonyesha ziwa hili na kumgeuzia ziwa hili. Na maana mtoto atanyonya ile maziwa ya juu, lakini ile maziwa yenye mafuta mazuri ya mwisho mtoto anakuwa hapati. Okay. Yes, na unapomnyonyesha mtoto before hujamgeuzia ziwa la pili, unatakiwa umcheulishe. Sio kwamba unamweka huko alafu unamleta huko. Unamweka hapa tu begani, unaweza kumcheulisha taratibu akacheua alafu akaendelea kunyonya. Na sio kumpiga yani vile sasa. Hapana, una massage kama unamchora nani mgongoni. Kumasaji ile misuli. Yes, so kumpiga. Ya, kwa hiyo ndio kitu kingine ambacho anatakiwa azingatie. Ni mara 12 mpaka mara 18, nategemeana na uhitaji wa mtoto, lakini pia hakikisha anamnyonyesha mtoto mpaka ziwa linaisha maziwa kabisa ili apate ile maziwa chini yenye mafuta mazuri. Sasa, yes. Umegusia swala la maziwa na tumegusia swala la pilipili manga kwamba kwa baadhi yao zinaonekana zinaleta matokeo. Kitabibu mnashauri nini kwa mama asiyepata maziwa? Mara nyingi wamama wengi ambao wapati maziwa ni wale ambao wamejifungua kwa upasuaji. Homoni ya oxytocin imechelewa. Kwa mara nyingi tunawapa 7 days huku akiwa anatumia vyakula ambavyo vina protein, vinasaidia sana. Basi. Okay. Yes. Lakini kuna wapo pia ambao wanajifungua kawaida nao wanapitia hiyo hali ya maziwa kuchelewa kutoka. Hiyo inakuwa nadhani wengi inaweza inatokea, lakini wengine pia wana ile flat chuchu. Chuchu zao ziko flat. Kwa hiyo mpaka chuchu itoke mtoto aweze kunyonya inatumia muda. Kwa hiyo sasa ule muda unakuta secretion ya maziwa inapungua. Yaani maziwa yanaongezeka pale ambapo yanatoka. Maziwa yakiwa hayatoki yanakuwa yanaleta shida. Kuna hiyo. Lakini pia kuna wengine wana changamoto tu za maziwa. Yaani hata ingekula nini, hata ingefanyaje, ana tatizo tu ambazo ni kawaida, ambazo ni sababu zile ambazo hazijulikani ni kwa ajili gani. Lakini kuna watu ambao wako hivyo. Yaani hata ungempa nini hapati maziwa. Sasa. Lambert. Yes. Upo excited kama upo darasani. Nijifunze kwa kusikiliza masuala ya uzazi. Bana, sasa hivi kwenye swala la homoni. Ikitokea mama hajanyonyesha, yani hanyonyeshi inavyotakiwa. Pia inaweza kumletea tatizo la homoni kwa sababu yale maziwa hayatoki. Of course, yani ikiwa mama hanyonyeshi vizuri, ujue tu kwamba hormone ya oxytocin na prolactin zitashuka. Secretion ya maziwa itakuwa ndogo. Hormones za uzazi, estrogen na progesterone zitapanda. Okay. Kwa hiyo mama anarudi kwenye siku. Kwa mfano mama ananyonyesha vizuri, haoni siku zake. Ambaye ananyonyesha vizuri kama inavyopaswa na ni njia nzuri ya uzazi wa mpango. Lakini kwa yule mama ambaye hawezi anyonyeshi vizuri, hormones zinashuka na hata mwezi unaofuata anaweza akaingia kwenye siku zake kama kawaida, akaanza kuona siku zake. Kwa sababu hormones zinarudi kuwa sawa na anaweza akabeba ujauzito immediately. Na kikawaida sasa mama yani kitoka kujifungua anatakiwa aanze kuziona siku zake ndani ya muda gani? Inategemeana. Kwa yule mama ambaye ananyonyesha vizuri anaweza asione mpaka siku anachisha. Kwa yule mama ambaye hata kimnyonyesha mtoto miaka 3, anaweza asione mpaka siku anachisha. Na kuna wengine ananyonyesha vizuri na bado ataona labda baada ya miezi 2, baada ya miezi 3. Na kuna mwingine mwezi unaofuata anaona siku zake. Inategemeana kati ya mama mmoja na mama mwingine, lakini wengi, asilimia kubwa ya wale wanaonyonyesha vizuri kila baada ya masaa 2 haoni kabisa siku zake mpaka siku atakapoachisha au siku ambayo atapunguza kumnyonyesha mtoto, maana ile hormones itashuka.
Naona hapa tunamtaja sana mama, kunyonyesha, kumpatia lishe bora mtoto na nini. Hivi baba, usiulize hilo. Mwache upande wa baba sasa. Baba hausiki kwa namna yoyote ile kwa kupelekea mama kupata maziwa ya kutosha au mtoto kuwa na afya, yani mchango wa baba kwenye hili jambo. Mchango wa baba labda katika kusaidia kununua baadhi ya vyakula vya kumsaidia yule mama, lakini honestly kuhusiana na kwamba kuna namna yote ambayo anaweza kufanya, hapana, kwa sababu kwenye kipindi ambacho mama ametoka kujifungua, baba hatakiwi kabisa kunyonya maziwa ya mama, kwa sababu yanaweza yakamletea mtoto shida. Kumbuka kwamba baba ni mtu ambaye anatoka huko bakteria wengi na vitu kama hivyo, afu mtoto bado ni mchanga hivyo, kwa haturuhusu kabisa. Nilidhani kwamba baba pia akiwa labda anampenda mama, anamfariji na nini, inaweza ikawa inamsaidia kisaikolojia maziwa kutoka. Kisaikolojia, lakini so kwenye secretion ya maziwa hapana, lakini psychology anamsaidia. Okay. Basi sawa. Mimi nimeelewa. Umeelewa. Ni eneo langu nimeelewa. Ni eneo hilo kweli ulitaka kufahamu. No, yani daktari tangu ameanza pale anajikuta naelewa na kosa nani. Kwa hiyo makosa mengi ambao wanafanya wakina mama ni kutofuata utaratibu wa kuonyesha. Kabisa. Na wengi sio kwamba hawafati, wengi wanakuwa hawajui. Unaweza ukasema mtu hafati lakini kumbe mtu hajui. Okay. Mara nyingi kwa sababu unajua njia za uzazi wa mpango ni salama kabisa. Lakini kwenye miezi 6 ya kwanza tunamshauri mama kunyonyesha tu. Asitumie njia yote ya uzazi wa mpango, anyonyeshe tu, kwa sababu kunyonyesha tu itasaidia sana. Kwa sababu mara nyingi unajua zile ni hormones zinapokuja mwilini zinaweza kabadilisha ladha ya maziwa, mtoto akakataa tu maziwa na vitu kama hivyo. Yes. Bana sawa. Tunaona wakina mama kuna baadhi yao wakitoka kujifungua wanaacha kutumia baadhi ya vipodozi. Wakihofia pengine tamletea athari mtoto kutotaka kunyonya au kukosa afya. Lina ukweli kiasi gani hili? Of course, kuna baadhi ya watoto wakisikia harufu hataki tena kunyonya. Yaani wanakataziwa kabisa. Kwa hiyo tunashauri mama kwenye vile vipindi ambavyo anamnyonyesha mtoto atumie mafuta ambayo ni ya kawaida, ambayo hayana harufu kabisa wala hayana kemikali yoyote, kwa sababu kumbuka unaweza kupaka mwilini yakachuruzikia kwenye maziwa, alafu umetoka huko ulikotoka haujawaza kuosha ziwa ndo mnyonyeshe mtoto, unampa mtoto ziwa pale na vile vipodozi umepaka vina kemikali, kueneze kamdhuru mtoto kwa namna moja au nyingine. Kwa mara nyingi sana tunawashauri ni vizuri kutumia mafuta ya kawaida sana ambayo hayana kemikali kabisa wala harufu. Au maperfume hayo. Hata perfume. Sawa. Jamani, huyu ni Dr. Jessie Masawe. Watumiaji wa TikTok wanafahamu zaidi kama Dr. Jessie, si ndio Dr.? Tupo live hapa kwenye Power Bank ya Bongo FM, na unaweza kutazama pia live kupitia YouTube channel ya Bongo TZ. Naoandika maswali nitayawasilisha jamani. Tunaporejea sasa tuyapitie hapo. Sawa, unaweza kutazama live hapo, na kama una swali tuachie, sisi tutamuuliza dokta kuhusiana na mambo ya kuzingatia kwa mama aliyetoka kujifungua, lakini pia tunaona hata jukumu la baba kwenye kumsaidia mama katika kipindi hicho. Wakati tukingoja kuendelea na maswali mliotuandikia hapa, naomba nikumbushe kuhusu draw inayofuata. Draw itakayofuata itakuwa ni saa 4 na dakika 45. Draw itaenda kutoa kiasi cha shilingi 50,000 kwa watu 50. Shiriki sasa kwa kuingia kwenye sehemu ya kufanya miamala ya kifedha, chagua kulipia bili ama kulipa kwa M-Pesa, kisha chagua kuweka namba ya kumbukumbu au namba ya biashara ambayo ni 30 na namba ya kampuni au namba ya biashara yenyewe ni 321111, lakini namba ya kumbukumbu yenyewe ni 333 ama neno bongo. Utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, utaingiza namba yako ya siri na utaruhusu muamala kutoka. Saa 4 na dakika 45 ndio muda nitakaochezesha draw ya 50,000 kwa watu 50. Kumbuka pia mwisho wa mwezi huu kuna udugu jackpot, kwa hiyo ushiriki wako mara nyingi zaidi ndio unakuweka kwenye nafasi nzuri ya kuwa mshindi. Sawa. Dr. Jessie, moja kati ya mambo ambayo yanakuwa yanaleta mkanganyiko hususan kwa familia zetu za Kitanzania ni wakati sahihi wa mama aliyetoka kujifungua kuanza kufanya zile shughuli za nyumbani. Pengine mtu anaweza kaitwa mvivu, anajidekeza. Enzi zetu sisi hazikuwa hivyo, ulikuwa mtu unatoka kujifungua unarudi unaenda shambani. Sasa tuambie, ni upi wakati sahihi wa mama aliyetoka kujifungua kuanza kuingia kwenye majukumu ya hizo shughuli za nyumbani? Kwanza kabisa inategemeana na mama mmoja na mama mwingine.
Kwanza zile wiki 2 za kwanza kabisa hatakiwi kufanya kazi yoyote ile zaidi ya kumnyonyesha mtoto, basi hatakiwi chochote. Wiki ya 3 mpaka wiki ya 6 kwa baadhi ya wakina mama anaweza akasogeza kitu hapo akaeka hapo, lakini sio kuchukua vitu vizito, hapana. Sio kubeba vitu vizito, hapana. Labda tu anasogeza kitu hapo, anakileta, anasogeza hivi hiyo. Lakini kuanzia wiki ya 7 na kuendelea, kwa baadhi ya kina mama unaweza kujipikia, unaweza ukasaidia zile kazi ngumu, lakini zile nyepesi kujipikia, kuoga mwenyewe, kufanya baadhi ya vitu vidogo vidogo, inawezekana. Lakini mara nyingi baada ya miezi 2 mama anaweza kuendelea bisa kufanya kazi, lakini sio nzito sana. Kwa mfano kwenda shambani, hapana. Kufua. Kwa mfano kuna baadhi ya kabila mtu akitoka tu kujifungua, baada ya wiki anaenda shambani, kitu ambacho hakitakiwi. Ndio maana ukuta kwenye zile jamii wengi unaweza mama ameanguka tu amekufa, alijifungua amekaa wiki moja amekufa. Mara nyingine ni kwa sababu ya zile kazi, kuchoka, mwili kushindwa kuhimili vile vishindo vya kazi ambazo wanazifanya. Kwa hiyo mara nyingi sana tunashauri baada ya miezi 2 mama afanye kazi za kawaida tu. Anaweza akachota maji tu hapo, akaeka hapa, akafua kidogo hivyo, lakini bado akawa na ule muda wa kupumzika. Mara nyingi mama akikwambia siwezi, yani muelewe tu, kwa sababu kubeba mimba miezi 9 alafu jumlisha zile wiki 6 za mtoto analia, wakati mwingine hakuna usingizi kabisa, alafu mtu humuelewi, nadhani huo sio binadamu kabisa. Yani mtu akikwambia siwezi, muelewe tu hawezi. Akikwambia amechoka, yani muelewe tu amechoka. Mpe muda, at least hata miezi 3. Utaona mtu hata akirudi kufanya kazi anafanya vizuri, mwili unakaa vizuri. Hata kwenye tendo la ndoa, mpe mtu muda. Yes. Yeah. Na kwenye ushiriki wa tendo la ndoa sasa ni kuwa unajua ulikuwa unategea unataka nikuanzishie. Sasa naona unauliza swali mliokuwa mnataka kuuliza. Maana mlivyosikia mimi nataja baba mkajua nauliza swali hilo. Lilikuwa ni swali lako. Bana, sasa kabla hujaenda kwenye ndoa, unajua hapo umenikumbusha kitu. Kuna wale tunasema wanajifungua watoto kabla ya wakati, premature. Hebu tuambie kidogo, wale vipi namna ya kuhakikisha wanapata lishe, na huyu mama kama ameshajifungua maziwa yanaanza kutoka hata kama amejifungua premature, na inakuwaje sasa yale maziwa yake? Okay. Mama hata kama amejifungua premature haimaanishi kwamba maziwa yatatoka. Maziwa yatatoka tu, kwa sababu maziwa kutoka ni kuvutwa. Yaani maziwa yanavyovutwa hormones inapanda na maziwa yanatoka. Japo yanaweza yakadelay kidogo kutoka, kwa inategemeana na sababu. Je, ni sababu gani? Mama ameamka tu ghafla akaona amtoe mtoto, au labda ni pressure imepanda ghafla, au kuna tatizo lingine lolote, au placenta imeleta shida, au ni infection, au ni nini. Sababu sasa za mama kujifungua premature. Kwa hiyo tunapojua zile sababu, mara nyingi tuna deal sana na mama, kwa sababu yale maziwa ndio yatakayomkuza mtoto. Watoto wengi ambao wanazaliwa premature wanazaliwa na ile manjano. Kwa sababu wanakuwa bado hawajakomaa vizuri. Kwa hiyo maziwa ya mama ndio dawa pekee itakayomsaidia. Kwa hiyo mara nyingi tunamsaidia sana mama kwenye kula na kwenye kupump maziwa, maana wengi unakuta hata kunyonya, kuvuta maziwa hawawezi. Kwa hiyo mara nyingi wengi tunakuwa tuna pump maziwa na kuwapa wale watoto. Hivyo unakuta hormones zinapanda na wanakaa vizuri. Na wanakuta wanakuwa vizuri, na mara nyingi tunawaruhusu labda baada ya mwezi au miezi 2 ndo arudi nyumbani. Kwa anakuwa ameshakamilisha ile nanilia kawaida ya mtoto. Yeah. Sawa. Swali lako sasa. Sawa, kwenye ushiriki wa tendo la ndoa hapo Dr. Jesu tuweke vizuri kwa mama aliyejifungua kwa operation, yaani kwa njia ya upasuaji, na huyu aliyejifungua kwa njia ya kawaida, ni upi wakati sahihi kwake kuanza kushiriki tendo la ndoa? Hakuna wakati sahihi kabisa, yani kwamba unatakiwa kushiriki kuanzia hii wiki, hapana. Kwa sababu inategemeana na hali ya mama. Labda mama alifanyiwa episiotomy, aliongezwa njia. Hapa hajapona, ni wiki 6. Utamruhusu afanye? Hauwezi kumruhusu. Labda amefanyiwa upasuaji, ni wiki 6, kidonda hakijafunga vizuri, kinatoa maji, utamruhusu afanye? Hauwezi kumruhusu afanye. Kwa hiyo wakati sahihi wa mama kushiriki tendo la ndoa ni pale ambapo yeye anajiona amepona na yuko salama. Yaani hatuongelei kitabibu, hatuongelei ile mihamko ya mwanaume. Ndio. Tunaongelea mama afya yake ameshapona. Yaani akipona yeye mwenyewe anakuambia anataka, si unaelewa? Akipona yeye mwenyewe anasema anataka. Sahihi.
Sasa unaweza ukasema unataka kushiriki tena ndoa, nyuzi ilikuwa hazijakaa vizuri, zinaachia. Tunapata hizo kesi mara nyingi. Unakuta mtu nyuzi zimeachia tena, mnaanza kushona moja. Umeona? Alitaka kabla ya muda. Sawa. Sasa Dr. Jessie, mojawapo ya kitu ninachojiuliza, vipo visa vya mwanamke kupata ujauzito alafu ikatokea ule ujauzito ukatoka. Si ndio? Mwanamke wa namna hii, mama wa namna hii, anaweza kuponaje? Kuna mchakato gani wa kupona katika kipindi hicho? Lakini pia nachojiuliza, kwa sababu mama anatarajiwa kuwa na maziwa, yale maziwa yanaenda wapi? Okay. Labda ngoja niongelee hivi, kama mama alikuwa na ujauzito ukatoka, ukiwa mdogo ukiwa mkubwa, unaongelea ujauzito mkubwa au mdogo? Vyovyote. Yani ujauzito ina maana ukishakuwa uko chini ya miezi 6, ndo tunasemaga abortion, kwamba labda ujauzito umetoka. Lakini ukishakuwa miezi 7 kuendelea ni mtoto. Kwa hiyo ikiwa chini ya miezi 6, mara nyingi ni kusafishwa tu kawaida, kuwekwa kwenye strong antibiotic, kupata muda mzuri wa kula vizuri. Kama maziwa yanasumbua, yanaweza yakasaidiwa kukaushwa, lakini hainaga shida mara nyingi sana, hazileti shida. Lakini hao ambao unakuta mimba zimetoka au watoto wametoka, ni miezi 7 au 8 au ngapi, mara nyingi anaweza kupata ile maziwa sana. Yani maziwa yanakuwa yanajaa sana, kwa sababu kile kitu kikitoka ni automatic mwili kwamba kitu cha chini kishatoka mtoto, hormones zinashuka, maziwa zinapanda. Kwa hiyo haijalishi mtoto yuko au mtoto hayupo. Kwa hiyo mara nyingi sana tunamsaidia mama, kwa sababu tukisema tu ya pump yale maziwa, ujue tu yataendelea kuongezeka mengi. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kumkanda mama, kumpa elimu namna ya kujikanda vizuri, lakini asiyakamue. Baadaye anaacha tu yenyewe, yanaisha na kila kitu kinakaa sawa. Dakika moja ijayo tunaenda kuichezesha draw ya 50,000 kwa watu 50. Saa 4 na dakika 45